Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri hiki cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo. Leo ni siku ya Alhamisi, tuna somo zuri linalosema kuishi maisha mapya. Kuna maisha mapya. Kwa hiyo sasa, kabla tujaingia ndani kuangalia kuishi maisha mapya, tupate kuomba. Amen. Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa siku hii nyingine tena ya leo. Asante kwa kuturuhusu kuja kusikia maneno yako unapotufundisha. Asante kwa kutupa usikivu. Asante kwa mfuatiliaji wetu. Amen. Anza nasi, maliza nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Yaani kama wewe hujafuatilia somo la jana, na kuomba tu mtazamaji, hebu ufuatilie somo la jana ili uweze kuambana sisi leo vizuri, maana tunajenga juu ya jana. Kuishi maisha mapya. Jana ilikuwa mwenendo wa maisha mapya. Sasa tunaishi namna yanavyoanza na namna yanavyoendelezwa. Leo tunaendelea kwenye kipengele kingine, namna ya kuendelea katika maisha mapya ndani ya Kristo Yesu. Wakolosai 3:16-17. Wakolosai 3 mstari wa 16 mpaka 17. 16 mpaka 17 nasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Haleluya. Amen. Neno la Kristo. Sasa ikiwa kama tutaishi maisha mapya, haya maisha ni rahisi kwenda. Anasema you are what you think. Anasema yani wewe ulivyo, unavyoishi inaakisi unachofikiri. Masomo yaliyopita anasema fikirini yaliyo juu, Kristo aliko. Sasa neno la Mungu ni hadithi yenye mwanzo, kilele, mwisho. Kilele ikiwa ni Kristo mwenyewe. Neno la Kristo kama litakaa kwa wingi, sio msomaji wa Biblia wa kudonoa. Uwe ni mtu ambao unaweza kwenda na mfululizo fulani. Kwa mfano sasa sisi tuko kwenye usomaji wa kitabu ni Wakolosai na Wafilipi tu. Sijui uzoefu wako wewe. Mimi nimepata nafasi ya kuvisoma vitabu hivi. Achana na mwongozo, nikiwa na mwongozo. Kitabu cha Wafilipi tena na Wakolosai. Wenzangu, ninaamini ni hivyo. Tunatembea miezi mitatu katika vitabu hivi. Anasema neno la Mungu, wanasema nini? 16 anasema likae kwa wingi. Wewe umeona habari ya kusahau, unasahau mara nyingi jina la mtu ni kwa sababu hujakaa naye. Hamjakaa wote kwa muda fulani. Unajua vitu tunavyovisahau ni kwa sababu hatuvirudi tena. Hatuvisomi mara kwa mara sana. Ila paka neno la Mungu likae moyoni, ni kwamba nalijae, ni kwamba unalirudia tena na tena, unasoma tena na tena. Wenzetu Wayahudi walikuwa wanasoma Bwana. Wakiingia kanisani, pigwa injili, usipoangalia unadondoka kutoka gorofani mpaka usiku wa manane. Sasa unasema ilikuwa dharura, alikuwa ana safari kesho yake. Umeenda sinagogi, umeangalia jinsi wanavyochambua maandiko. Sasa naomba nikwambie, umeona wenzetu jinsi ambavyo, unajua walikuwa wenzetu hawana maandiko haya. Tena siku hizi simu ndio zimetuharibia kabisa. Siku hizi watu hawakariri maandiko. Zamani tulikuwa tunakariri maandiko. Wenzetu walikuwa wanakariri, neno linawekwa kichwani, moyoni. Unarudia. Twende Mwanzo 25. Zaburi 25. Twende kichwani. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wewe unanitegea. Sikiliza. Yaani hiyo yote inatuonyesha kwamba
ili neno linatakiwa lirudiwe tena na tena. Likae. Sasa sio linakaaje? Sio tu tunakalii kama kasuku. Amefafanua hapa. Anasema katika hekima yote. Yaani unaposoma unasema hivi, Kristo ndio anasema ndio hekima ya Mungu katika mwili. Hawa manabii wanatufundisha nini juu ya ufalme wa Mungu au Yesu Kristo? Na uzima tulionao ambao tunatakiwa kuishi ndani yake. Haya madaraka ya ufalme. Wenzetu waliharibu vipi? Yesu alikuja kutengeneza vipi? Ndio kilele hivyo. Na sisi tunatakiwa kumalizia vipi? Ndio hekima. Yaani huwezi kusoma tu Biblia alafu unasema tu mimi naondoka. Swala sio tu kukariri pia maneno na kwamba yamejaa. Unapata hekima. Twende Timotheo wa kwanza sura ya wa pili sura ya 3:16 na 17. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Haya mambo tangu utotoni mwangu, samahani kidogo, wazazi wangu walinipeleka kanisani mapema. Asa watoto wako wapeleke kanisani mapema. Amina, amina. Na uambie wale walimu wakaririshe maandiko ya. Amen. Haya si kujifunza seminari nini utotoni. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo lile neno ni pumzi, ni uhai, ni ufahamu, ni ujuzi. Kwa hiyo katika hekima yote anasemaje tena lingine pale? Mkifundishana na kuonyana. Sikiliza, huwezi kusoma Biblia mwenyewe pia. Hili neno limetolewa lisomwe katika jumuiya. Ndio maana tuko hapa. Amen. Na ndio maana tunawatia moyo wenzetu tusome pamoja. Amen. Mimi kila siku ninaposoma Biblia napata kitu, lakini nikienda nikasoma hiyo neno nikasoma na wenzangu kama hivi ndio napata zaidi. Amen. Na wewe unazoea kama kweli kabisa. Mkifundishana na kuonyana. Kuonyana sio kwamba tu kutoana makosa, yani kwamba hii ndio njia. Jamani, adabu ndio hii. Jamani, hekima ndio hii. Jamani, uzima wetu ndio hivyo. Tunaenenda namna hii. Yani theology without application is nothing. Yani lazima uwe elimu yetu ya Mungu iwe na sura ya matumizi yake, hekima yake, namna tunapoishi. Inaendaje hiyo? Kwa Zaburi. Sasa kuna kitu kingine alizungumza Zaburi. Wewe unapenda muziki upende? Napenda. Kuna neno fulani hapa litatubariki tukilitafakari pamoja. Mstari wa anasema mkifundishana na kuonyana kwa njia gani? Kwa njia ya Zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Sikiliza, Biblia kwa kiwango kikubwa sana ni nyimbo, mashairi. Mashairi ni namna ya pekee sana inaweza kufikisha ujumbe katika lugha nzuri, tamu na isiyosahaulika. Wewe unaweza kusahau ABCD. Mimi ni ngumu kusahau kwa sababu niliimba A B C D E F G H I J K. Sasa shida tulionao nyimbo za siku hizi, vifungu ni vichache tena vinarudiwa. Alafu theolojia yake au tuseme elimu yake ya Mungu ile yale mafundisho yake kiduchu kidogo sana, ila ngoma kwa sana na melody, yani tumefocus huko. Sikatai ngoma, usifuni Bwana kwa Zaburi kwa matari nisimalizie sikaleta mtafaruku tena hapa. Zaburi 150 na kadhalika. Vyombo vina nafasi, lakini neno, angalia Zaburi jinsi zinavyo. Umeona Zaburi ya mistari michache, ni chache sana, ni chache, lakini nyingi ni nyingi. Na zinatafakarisha matendo makuu ya Mungu, ukuu wa Mungu, tabia yake, uweza wake. Na kuna response, acclamation, proclamation, yani ufunuo wa Mungu katika matendo yake, katika historia, katika wokovu, katika ubaji, yanasimuliwa katika hizo nyimbo. Lakini pia tunaona na watu wanavyoitikia acclamation,
wanavyoitikia Mungu wewe kuinuliwa. Au umemfanyaje Farao? Umekumbuka ile hadi yule mama dada yake Musa anaamka kucheza na wanawake nyuma yake pale. Wale wanasimulia matendo ya Yahweh, Bwana amewaweza. Sasa zile ni nyimbo na zilikuwa zinaimbwa siku za sikukuu. Hata Yesu siku ya meza ya Bwana waliimba, wakatoka pale waliimba zile Zaburi 100 na ngapi pale. Sasa wewe una uzoefu gani wa nyimbo na neno la Mungu? Kwanza hebu nikuulize, uko kanisani, muziki, neno, una nafasi gani? Muziki unaelimisha katika njia ya burudani. Unamwinua Yesu vya kutosha? Ninamwinua Yesu. Kwa mfano, ukipiga pambio unamwimbia mtu kwamba Bwana kamekutoa chini kakuweka katika kupaisha juu. Inakazia maarifa fulani, inakazia kwamba Bwana ndio wa kutunyanyua. Haleluya. Wimbo gani unapenda? Napenda nyimbo nyingi. Hilo jibu hapana. Mimi hilo bana. Nyimbo gallery sasa kuchagua. Kuna wimbo bora unapenda zaidi? Nikusifu shani. Na sifu shani ya Mungu mweneza bahari. Ni kama Zaburi fulani hivi. Natamani tungekuwa na nyimbo nyingi za namna hiyo. Watu wanasema, muda wa ibada, muda wa nani wa neno msiuminye. Mimi natamani tungekuwa na nyimbo hata 2-3 za kuimba neno la Mungu. Tena nyimbo tu, sio nyimbo za kuwahubiria watu wenyewe, no, za kutuhubiria sisi, za kukazia maarifa ya wokovu. Lakini hata asiamini aone jinsi ambavyo anapata ujumbe kupitia maneno. Alafu natamani mahubiri, hata baada ya kuhubiri, yale mengine yanayosindikiza yaendane. Bafuni tuimbe. Ila wewe unavyoona kwa asili unapenda uimbaji, sio? Wewe si mjelo sana. Yaani kwa asili unaambiwa hata walimu wa nyimbo mara nyingi, kama sio kuota ndoto, mara nyingi wanapoingia bafuni wanajikuta nyimbo zinatokeza pale. Haleluya. Rafiki yangu, kuna rafiki yangu mmoja, kuna kaka mmoja ambaye alikidhani ni mchezo tu, alikuwa naimba hizi nyimbo zinazomsifu shetani. Unajua wakati mwingine kuiga tu zingine za matusi, unasema si ni wimbo tu ile. Baadaye alikuja kukutana na shida kubwa sana, kuja kugundua shida gani, kumbe ni pepo lilimvaa na lilisema ni kwa sababu alikuwa anamtukuza shetani. Kwa hiyo uwe mwangalifu na hizo nyimbo. Karibu kwenye nyimbo ambazo zinamsifu Bwana Yesu, zinakuzia utukufu wa Mungu, lakini karibu kwenye usomaji wa neno la Mungu. Usikose tunapokusanyika tena na tena katika neno la Mungu na kujazwa. Amani ya Kristo inatujaa, tunaishi sawa sawa na nyimbo hizi na mafundisho hii, maana ndio yaliyotujaa. Karibu tuendelee ili tuweze kuishi katika maisha haya mapya. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, neno lako linatosha. Mbariki msikilizaji wetu, neno lako likamjae katika zaburi zote, nyimbo zote, sifa zote, kwa jina lako tulete tena kwa masomo mengine kama haya. Amina. Rafiki yetu, mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo ya Alhamisi. Tunakutana siku ya kesho kwa ajili ya kufanya tu muktasari na kujibu maswali ili tukamilishe somo la wiki hii. Kumbuka wiki tumekuwa tukiendelea na somo linalosema, wiki nzima tumeenda na somo linalosema kuishi pamoja na Kristo. Na yote tumeona namna ya kuishi na Kristo. Kesho tunakuja kumalizia kuhitimisha. Amen. Basi Mungu atubariki. Tukutane siku ya kesho. Mimi ni Geoffrey Omondi na maneno Makalindile kutoka hapa Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.